Mimi naitwa Elita Simon Moe, mwanzilishi wa Kids Tech Festival Tanzania. Hili ni tamasha la teknolojia ambalo madhumuni yake ni kuwahamasisha wanafunzi waweze kupenda masomo ya teknolojia na pia kuchangamsha ubongo wao ukiwa bado mapema wadogo. Na sababu nyingine ya kuanzisha hili tamasha ni kuwakutanisha EdTech stakeholders. Nikisema EdTech stakeholders na maanisha walimu, wanafunzi, wazazi na tech companies ambazo zinajishughulika na mambo ya teknolojia ya elimu. Kwa hiyo wanafunzi wakija kwenye hili tamasha wanajifunza vitu mbalimbali kwa kuona, kwa kushika na kwa kuexperience wenyewe kwa mkono. Activities zinazokuwepo kwenye hili tamasha letu ni artificial intelligence, kuna robotics, kuna VR and space, kuna Internet of Things, kuna automation. Kwa hiyo vitu vyote hivi sio kuvisikia tu, wanapata na muda wa kujifunza, kuviona na kuuliza maswali. Wakitoka hapa wanajua kabisa tukisema modern technologies ni zipi, wanazifahamu. Na lengo kubwa lingine ni kuwawezesha wanafunzi wasiwe watumiaji tu wa teknolojia, lakini wawe wabunifu, waweze kutengeneza solution ambazo zinaweza zikasolve matatizo yetu yanayotuzunguka kwa kutumia teknolojia. Tusitumie tu Instagram, tusitumie tu ChatGPT, tutengeneze vya kwetu. Lazima tukatengeneza vitu kama AI tutor, mwalimu wa AI ambaye anaweza akafundisha wanafunzi katika muda wao wa ziada wakaelewa bila mwanafunzi kwenda darasani. Hizo ni solutions za mashuleni. Kuna healthcare solution kibao tunahitaji katika sekta ya afya, katika energy. Tutumie teknolojia mapema kutengeneza solution, sio kutumia tu. Hilo ndo lengo kubwa kwa kweli. Na lengo lingine ni kuwaonyesha kwamba kuna tech companies ambazo zinafundisha hizo teknolojia hata kama mashuleni kwao hawajaanza bado kufundishwa. Wakija hapa wata connect na hizi kampuni, then later on watawatafuta kwa ajili ya kupata knowledge zaidi. Tutakuwa tunafanya hizi event mara 4 kwa mwaka. Hii ni ya kwetu, ni ya kwanza. Tutakuwa tunafanya hizi event mara 4 kwa mwaka. Ya kwetu hii hapa ni ya kwanza. Nyingine kubwa zaidi inakuja mwezi wa 6 ambayo itafanyika zaidi ya siku moja, na tutakuwa tuna take experts wengi. Kwa hiyo ukija hapa, ukiondoka ndani ya wiki umejifunza na umeshakuwa mwenyewe expert. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Happiness George. Niko kwenye kamati ya maandalizi kutoka kampuni ya EdTech. Leo tumefanya festival au maonyesho ya edition ya kwanza yanayohusiana na artificial intelligence na mambo ya exhibition za robotic. Na malengo yetu makubwa yalikuwa ni kuwa-expose watoto kuhusiana na masuala haya ambayo ni magumu kwa kweli, lakini pia hawapati nafasi mara kwa mara ya kujifunza. Lakini kingine ni kuinspire young innovators ambao hapa wamekutana na experts kutoka hub mbalimbali na wameweza kujifunza aina mbalimbali za hizo artificial intelligence na aina mbalimbali za robot. Lengo lingine ni kutengeneza mahusiano, ile partnership kati ya innovators, experts, partners, serikali na wadau wengine wa masuala ya sayansi na teknolojia. Hii itatujengea uwanda mkubwa zaidi wa kuwa na wadau wengi katika maonyesho ya namna hii. Kwa hiyo ni awamu ya kwanza ya maonyesho haya, ni kama maadhimisho ya kwanza, ni kama launch ya kwanza, ni kama uzinduzi wa kwanza, lakini tunatarajia kufanya mwezi wa 6 ambao ni kubwa zaidi. Tumepokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau ambao wanatuambia tufanye wiki hii, siku moja inakuwa haitoshi, na ni kweli tumeona alikuwa haitoshi, na tulikuwa na wadhamini mbalimbali ambao wametusaidia kuifanya shughuli yetu ya leo ikawa nzuri. Tulikuwa tuna Jambo Group, tulikuwa ambao wametuhosti hapa ni National Museum of Tanzania, lakini tulikuwa tuna watu kutoka Commission ya Science na Teknolojia ambayo yenyewe imetusaidia pia kuja kutoa miongozo ya kiserikali kuhusiana na masuala haya ya artificial intelligence. Lakini mjadala mkubwa niliopendelea mimi kama hosti ni namna ambavyo watoto wameweza kujadili na wadau na wazazi kuhusu masuala ya e-learning na physical learning, kwa maana ya wazazi wamehusiwa
masuala ya kusisitiza masuala ya vitabu, kwa sababu usomaji wa vitabu, kwa sababu upo mjadala, yapo maoni mbalimbali kwamba hizi artificial intelligence zinaenda kuua ule utamaduni wa kujisomea, kwa sababu inaaminika artificial intelligence inarahisisha mambo kuliko ile tusemaje, ule utaratibu wa zamani wa kujisomea. Kwa hiyo kuna hofu hiyo ya kwenda kuua huo utaratibu wa zamani. Jina naitwa Abdurrahim Twalib Abdallah, nimetokea katika shule iliyokuwa Bagamoyo, inaitwa Premier Boys Secondary School. Nimefurahi sana kujoin kwenye hii seminar, maana nimejifunza mengi kuhusu artificial intelligence, kuhusu VR, na pia na washauri watu kuja katika hii seminar ya mwezi wa 6. Itakuja kufanyika mwezi wa 6. Asanteni sana. Thank you so much.